Jambo la tatu, kila mwana wa Mungu ameokolewa ili azae matunda. Sababu ya kwamba Mungu amekuokoa na amekuacha duniani, Mungu amekuokoa na kukuacha duniani ili uweze kumzalia matunda. Mungu hajakuokoa ili uende mbinguni. Kama ingekuwa tu Mungu ana mpango wa kukuokoa na kisha kukuokoa akupeleke mbinguni, manake ni kwamba baada ya kuokoka hapo hapo ungetengenezewa mazingira ya kwenda mbinguni. Labda Yesu angerudi au ungekufa. Lakini ukiwa umeokoka, Mungu amekuacha siku moja. Baada ya kuokoka mwingine Mungu amekuacha mwezi, wengine mwaka mmoja, wengine miaka 10, wengine miaka 20, wengine mpaka miaka 30. Mungu sababu ya yeye kukuacha, amekuacha ili uweze kumzalia matunda. Kwa hiyo matunda hayo ni yapi? Matunda ni kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Matunda ni kuwafanya watu wengine wamwamini. Matunda ni kuwafanya watu wengine wasikie habari njema. Na wanaposikia, nimekwambia, kuna nguvu ya Mungu nyuma ya yale maneno ambayo ndio inayookoa na kuwafanya watu waokolewe. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15, mstari wa kwanza na wa pili, alafu mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafishe lizidi kuzaa. Mstari wa 16 anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Kumbe Mungu anatuonyesha kupitia mwanae mpendwa Yesu Kristo, akisema kwamba sababu ya yeye kutuokoa ni kutuokoa ili tuweze kumzalia matunda. Na nina habari njema kwako. Anasema tawi linalozaa analisafishe liendelee kuzaa. Mungu anataka umzalie matunda. Na unamzaliaje matunda? Kwa kuwafanya watu wengine waamini ile kazi timilifu ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Unamzaliaje Yesu matunda? Kwa kuwafanya watu wengine wamjue Mungu. Na wanamjuaje? Kwa wewe kukubali kuwa mjumbe wa agano jipya na mjumbe wa habari njema, kwa kuambia watu wengine kuhusu Yesu, kwa kuambia watu mamlaka na uwezo ambao Yesu anao, kwa kuambia yale mambo ambayo Yesu ameyafanya kwenye maisha yako. Ni mapenzi ya Mungu kuona kwamba watu wote wanaokolewa, lakini ili waokoke ni lazima wasikie. Mungu anataka umzalie matunda, na hayo matunda apate kukaa. Na mwisho wa siku kazi zetu zitapimwa. Neno la Mungu linasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema hivi, maana siku ile itaidhirisha, kwa kuwa yafunuliwa kwa moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Mstari wa 14 anasema, kazi ya mtu aliyoijenga juu yake itakaa, atapata thawabu. Kumbe wale ambao kazi yao itaonekana watapata thawabu. Lakini anasema mstari wa 15, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Mungu anatufundisha kwamba kazi zetu zitapimwa. Unaweza ukookolewa lakini ukakosa taji, kwa sababu taji utavikwa kwa sababu ya kazi ambayo umeifanya. Anasema kazi yako ikiteketea utaokolewa kwa moto. Yaani hautaingia jehanamu ya moto, lakini yale matunda ya Mungu kukuacha duniani hautayaenjoy. Ili tuweze kuenjoy siku moja tukienda kule mbinguni pamoja na Bwana wetu, lazima tufanye kazi. Na hiyo kazi ni ipi? Ni kumzalia Mungu matunda, ni kuambia watu wengine habari njema. Ukitaka Mungu akutunze, ukitaka Mungu akupe afya njema, ukitaka Mungu akuhifadhi, akulinde, lazima umzalie Mungu matunda, kwa sababu anasema tawi linalozaa anaendelea kulisafisha liendelee kuzaa. Ndio maana Mungu anaheshimu sana watumishi wake. Anasema anayemgusa mtumishi wake ni kama anagusa mboni ya jicho la Mungu. Anasema touch not my anointings, kwamba msiwaguse masihi wangu, wapakwa mafuta wangu, wala msiwadhuru watumishi wangu. Kwa nini Mungu anawaheshimu sana watumishi wake? Kwa sababu watumishi wake wanazaa matunda. Mungu amekuokoa ili umzalie matunda. Karibu uungane na watu wengine wanaozaa matunda. Tuifanye hii dunia iwe sehemu nzuri ya watu kuishi. Tuwaambie watu habari za Yesu kila mahali. Kwenye kila eneo watu wasikie kuhusu Yesu tu. Na habari ya Yesu ikiwa habari inayosikika kuliko habari zingine zote, tuwe na uhakika kwamba tutaweza kumzalia Mungu matunda
na kazi yetu itakuwa yenye matunda na yenye matokeo, na Mungu atatukuzwa kwa sababu watu wengi wataokolewa, na utukufu na heshima vitabaki kwa Mungu. Lakini pia sisi tutaendelea, Mungu ataendelea kututunza na kutuhifadhi ili tuweze kumzalia matunda katika jina la Yesu. Mungu amekuacha leo uishi tangu ulipookoka, kwa sababu anategemea uendelee kumzalia matunda. Kila mahali tutumie, kila platform tunayoipata tuitumie kwa ajili ya kumzalia Mungu matunda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sababu ya 4 ni kwa sababu Mungu ametupa huduma ya upatanisho. Mungu ametupa huduma ya upatanisho. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 18 na 19 anasema, lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 19 anasema, yaani Mungu akiwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Sisi wanadamu ndio watu ambao tumepewa neno la upatanisho. Huwa nawaambia watu, malaika hawezi akaja akamhubiria mtu na akamfanya mtu akaokoka. Mitume wakubwa au manabii wakubwa, wakina Ibrahim, wakina Musa, wakina Isaya, kazi yao ilishaisha. Hawawezi wakarudi tena wakawaambia watu habari njema. Ni sisi tuliopo hapa duniani. Ndio maana nimekuambia habari ya yule tajiri na yule Lazaro pale nyuma. Yule tajiri aliyekuwa motoni alipotamani kuona kwamba hata Ibrahimu ameshuka au ametuma malaika, Mungu, yule Ibrahimu alimjibu kwamba duniani wapo wakina Musa, wewe ndiye Musa wa majira haya. Manake Mungu anajaribu kutuonyesha kwamba duniani tupo sisi ndio tunapaswa tuwaambie watu habari njema. Hakuna mtu ambaye anaweza kutoka kuzimu wala akatoka mbinguni ambaye anaweza akarudi akawaambia watu kweli ya Mungu. Neno la upatanisho Mungu ametupa wanadamu. Huduma ya upatanisho Mungu ameiweka kwetu. Huduma ya upatanisho Mungu ameiachilia kwetu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 6. Anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji moja. Mungu ana watu wengi sana ambao wanahitaji kumsikia sauti yake, ili baadaye wote awafanye kuwa familia moja, ambayo ni familia ya mbinguni, ambayo mimi na wewe tu sehemu ya hiyo familia. Lakini tuna wajibu mkubwa sana kumzalia Mungu matunda. Tuna wajibu mkubwa sana wa kuwaambia watu habari njema ili kuwapatanisha. Wa kuwaambia watu neno la upatanisho, maana huduma ya upatanisho na neno la upatanisho Mungu ametupa sisi wanadamu. Kama yeye ambavyo alitupatanisha sisi kwa nafsi yake na Mungu, ndivyo ambavyo na sisi tunapaswa kuwa wajumbe wa habari njema, wa kuwaambia watu wengine habari za Yesu na habari za wokovu. Na hiyo itakuwa baraka sana, na jina la Yesu litatukuzwa, na ufalme wa Mungu utaenea sana hapa duniani katika jina la Yesu. Jambo lingine, kwa nini tunapaswa tuzae matunda? Ni kwa sababu Mungu anataka kanisa lake likue. Tangu kwenye kanisa la kwanza, Mungu alilikuza kanisa lake. Na kanisa lina maeneo kadhaa linatakiwa likue. Kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. Sasa ninaposema kanisa sizungumzii dhehebu, nazungumzia mwili wa Kristo. Kanisa ambalo ni mwili wa Kristo lina maeneo kadhaa linatakiwa likue. Linatakiwa likue kiroho. Manake watu ambao ndilo kanisa lazima wakue kiroho. Na kuna mambo sasa ya kuyafanya ili kanisa likue kiroho. Kanisa linatakiwa likue kiuchumi. Kuna mambo ya kuyafanya ili kanisa liweze kuwa kiuchumi. Lakini sio hivyo tu, kanisa linatakiwa likue kiidadi. Sasa kwenye kukua kiidadi, njia pekee ya kulifanya kanisa liweze kukua kiidadi ni kwa kuhubiri habari njema, ni kwa kushuhudia watu wengine. Unaposhuhudia watu wengine ndivyo ambavyo unalikuza kanisa kiidadi. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 2:47, neno la Mungu linasema, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Anasema Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kumbe kanisa la Mungu linakuwa kwa watu wanavyozidi kuokolewa. Manake idadi ya waamini inavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo kanisa linakuwa. Ndivyo ambavyo mwili wa Kristo unakuwa. Na sio hivyo tu, hata mwili wa Kristo, hata ulimwengu unamuogopa sana mtu mwenye watu wengi. Ndio maana heshima ya dhehebu moja la Kikristo, anyway, inaweza nikalisema kwa heshima zote, Roman ni kubwa kwenye ulimwengu wote. Kwa nini? Kwa sababu wana watu wengi.
Kumbe tutakapokuwa tuna idadi ya watu wengi waliookoka kwenye ofisi, tuna uwezo wa kuinfluence hata maamuzi ya ofisi. Tunapokuwa na watu wengi waliookoka kwenye shule, tuna uwezo wa kuinfluence maamuzi hata ya shule. Tunapokuwa na idadi kubwa ya watu ambao wameokoka kwenye taifa, tutakuwa na influence kwenye taifa. Lakini hivyo hivyo tu tunavyokuwa na idadi kubwa ya watu ambao wameokoka kwenye ulimwengu, influence ya dunia kwenye habari ya ulimwengu itawatazama watu ambao ni wengi. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajua kwamba tunavyohubiri habari njema tunalifanya kanisa kuwa na nguvu duniani. Watu wanaokoka wanavyozidi kuongezeka, tunalifanya kanisa ambalo ni mwili wa Kristo kuwa na nguvu kwenye maamuzi ya ulimwengu. Nimekutajia kanisa moja lina nguvu kwa kiwango ambacho kiongozi wao ana kiti maalum hata kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa nini? Kwa sababu wana watu wengi. Kumbe hata sisi mwili wa Kristo tunapokuwa watu ambao tumeokoka tuko wengi bila kujali madhehebu yetu, kumbe tunasababisha impact yetu inakuwa kubwa kwenye ulimwengu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari 28, neno la Mungu linasema hivi: utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, bali uchache wa watu ni uharibifu wa mkuu wao. Kumbe Mungu wetu anatukuzwa anavyozidi kuwa na watu wengi. Watu wanaomwamini wanavyokuwa wengi, itafika hatua ni kama maji ambavyo ya kwenye bahari ambavyo hayazuiriki. Ndivyo ambavyo watu wakiwa wengi, ndivyo ambavyo maamuzi yetu sisi ambao tumeamini atakuwa hayazuiriki. Nimesikia kuna baadhi ya nchi mtu akivua shati kwa mchezaji labda wa mpira au mchezo fulani, akionyesha nguo ya ndani labda t-shirt au vesti ambayo ameiandika kuhusu Yesu, anafungiwa. Hiyo inakuwa rahisi kwa sababu walioamini ni wachache. Lakini ikitokea wachezaji wote wameamini, wachezaji wote wameokoka, nini kitatokea? Hiyo sheria itafutwa. Lakini hiyo sheria inaonekana ina nguvu, hiyo sheria inaonekana ina maana kwa sababu wako wachache ambao wameokoka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna waimbaji wanaambiwa imba, lakini unapoimba ili wimbo wako uweze kwenda mbali, usimtaje Yesu. Lakini wenye tumeokoka tunaompenda Yesu tukiwa tuko wengi, manake wale waimbaji watafuata influence yetu, wataimba kwa kumtaja Yesu, kwa sababu watu tuliookoka ni wengi kuliko watu ambao hawajaokoka, na Mungu atatukuzwa na Mungu atapewa heshima. Na neno la Mungu linasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Lazima kanisa likue, lazima idadi ya watu wanaoamini iongezeke. Idadi ya watu wanaoamini inaongezeka, tuna influence kwenye michezo. Kwa nini? Watu wote watakapokuwa wamefunga magoli, wanashangilia, timu nzima itaonyesha t-shirt zimeandikwa Jesus is the Lord. Watakapokuwa wakijaribu kuifungia hiyo, kesho itakuja nyingine itaonyesha Jesus is the Lord. Kesho watakuja timu nyingine itaonyesha kitu hicho hicho. Kesho itakuja kitu kingine itaonyesha kitu hicho hicho. Kesho itakuja mchezo mwingine, wachezaji maarufu wote wakiwa wameokoka wataonyesha ujumbe wa kuhubiri habari njema. Matokeo yake ni nini? Mamlaka za kidunia, mamlaka za kiulimwengu zitaachana kabisa na hiyo ajenda ya kuzuia watu kumtangaza Yesu. Kwa nini? Kwa sababu watu wote wenye impact, watu wote wenye influence watakuwa ni watu ambao wameokoka. Watu wote ambao wanasababisha hiyo michezo inapata thamani, wanasababisha hiyo michezo inaingiza fedha, watakuwa ni watu ambao wameokoka. Manake ni kwamba tutakuwa na nguvu zaidi kwenye ulimwengu kwa kadri ambavyo watu wanaongezeka. Biblia inasema kanisa likaongezeka siku hadi siku, kwa kadri ambavyo watu walikuwa wakiokolewa. Watu wanapookolewa, kanisa linaongezeka. Kanisa la kwanza liliongezeka, na ndio maana moja wajibu mkubwa wa kanisa ni kuwahubiria watu habari njema. Mtumishi mmoja wa Mungu mwinjilisti Reinhard Bonnke aliwahi kusema, kanisa lisilotafuta watu waliopotea lenyewe limepotea. Kwa nini? Kwa sababu injili ni uweza wa Mungu letao wokovu, na Mungu anatamani kuwa na watu wengi, kwa sababu kama ambavyo utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, hata Mungu wetu anahitaji kuwa na watu wengi ili ufalme wake uweze kujengwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Uko mahali hapo umesikia jambo hili hapa, na umesikia hii injili, na hujampa Yesu Kristo maisha yako. Yesu sio Bwana wala sio mwokozi wa maisha yako, na unahitaji kumpa Yesu maisha yako. Nifuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru
asante kwa kunipenda, asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimeamini kwa moyo wangu na ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu, ufanye makao, nipake mafuta ya Roho Mtakatifu, nipe neema na mimi ya kukutumikia na kukuzalia matunda, katika jina la Yesu, amen.